Leo nikushirikishe na nikusisitize juu ya jambo moja. Tuna mambo mengi, tuna mipango mingi, tuna biashara zetu, tuna kazi zetu, tuna majukumu mbalimbali, si kama binadamu hapa duniani. Lakini kukumbusha jambo moja, endelea na mipango yako, endelea na maisha yako, endelea na mambo yako, lakini hakikisha upo kwenye ufalme wa Mungu. Hakikisha uko kwenye ufalme wa Mungu. Kuwa kwenye ufalme wa Mungu ni kuwa kwenye uwepo wa Mungu. Kuwa kwenye ufalme wa Mungu ni kuwa kwenye Edeni yako. Mungu alipomuumba mwanadamu alimuumba kwenye bustani ya Edeni. Kwa hiyo endelea na mambo yako, hakikisha uko kwenye ufalme wa Mungu. Kumbuka Adamu wa kwanza alipoteza nafasi ya ufalme kwenye bustani ya Edeni. Adamu wa pili ambaye ni Yesu Kristo amerudi kuturudishia ufalme. Ndio maana hata Isaya alipomtabiri alisema na uwezo wa ufalme utakuwa begani mwake. Kwa hiyo Yesu amekuja kuturejeshea ufalme. Kisoma ile Warumi imeandikwa katika ule sura ya 10 mstari wa 9 na wa 10, inaeleza kabisa kwamba tunapomwamini Bwana Yesu tunapokea wokovu. Tunapomwamini na kumkiri Yesu tunapokea wokovu. Kuokoka maana yake ni kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Kuokoka maana yake ni kurudi kwenye ufalme wa Mungu. Kuokoka maana yake ni kurudishwa kwenye bustani ya Eden. Kuokoka maana yake ni kurudi kwenye uwepo wa Mungu. Kuokoka sio dini. Kuokoka ni mpango wa Mungu wa kumrudisha mwanadamu kwenye uwepo wake. Wokovu ni mpango wa Mungu wa kumrudisha roho ya Mungu kwenye maisha ya mwanadamu. Kuokoka ni uzima kushinda mauti. Ndio maana Yesu ukisoma anasema nalikuja ili wawe na uzima tena wawe na tele, kwa sababu Adamu wa kwanza alipotenda dhambi alikufa. Kwa hiyo Yesu amekuja kuturudisha uzima. Kwa hiyo tunapompokea Bwana Yesu, maana tunarudishwa uzima, tunarudishwa ufalme wa Mungu, tunarudishwa uwepo wa Mungu, tunarudi kwenye bustani ya Edeni. Kwa hiyo nikukumbushe, nikusisitize kwamba hakikisha upo kwenye ufalme wa Mungu, na kama upo kwenye ufalme wa Mungu, amua leo mpokee Yesu, mkiri Yesu, mwamini Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, alafu amua kuliishi neno la Mungu. Amua kuishi maisha matakatifu. Kumbuka ili usije ukasahau kwamba kilichomuondoa mwanadamu kwenye uwepo wa Mungu, kilichoondoa uzima wa Mungu kwenye maisha ya mwanadamu ni dhambi. Dhambi ni uasi. Tunapoliasi neno la Mungu, tunapotenda dhambi, maanake tunakufa mbele za Mungu, tunasababisha mauti. Kwa hiyo adui yako mkubwa anayekuzuia kuishi kwenye ufalme wa Mungu, adui yako mkubwa ambaye anakuzuia usiishi kwenye bustani yako ya Eden ni dhambi. Kwa hiyo dhambi ndiye adui yetu mkubwa. Dhambi ni uasi. Dhambi ndiyo inayotuondoa kwenye mfumo wa ufalme wa Mungu. Kwa hiyo hakikisha unaishi maisha matakatifu, na maisha matakatifu ukiomba Mungu akusaidie. Omba Mungu atusaidie, kwa sababu kwa nguvu zetu, kwa akili zetu sisi wenyewe hatuwezi, lakini kwa Mungu yote yanawezekana. Tunaweza kushinda dhambi kwa maombi, tunaweza kushinda dhambi kwa kuomba toba, na dawa ya dhambi ni toba. Dawa ya dhambi ni kutubu, kwenda mbele za Mungu akusamehe, ukaombe toba, na kinachosafisha dhambi ni damu ya Yesu. Kwa hiyo ukishaingia kwenye ufalme wa Mungu, hakikisha sio tu kuingia, hakikisha unaweza kutunza sheria za ufalme, kanuni za ufalme, kwa sababu kukosea kanuni unaondolewa kwenye mfumo wa ufalme. Mungu akubariki sana.